Karibu tena mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo za kimichezo. Bwana, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, Tanzania Football Federation, imetoa tamko ama notice ya kisheria ya siku 60 kwa kampuni kadhaa za kubashiri, ikizitaka zitoe maelezo ya kina kwa nini zisichukuliwe hatua kali za kisheria kwa kuorodhesha mechi ya ligi kuu NBC Tanzania bara kati ya Young African Sports Club dhidi ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kuiweka katika makampuni yao bila idhini. Mchezo huo uliopigwa Machi 1 mwaka huu 2026 katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Ikumbukwe kuwa siku kadhaa kabla ya mechi hiyo ya dabi ya Kariakoo kati ya Yanga dhidi ya Simba, TFF walitoa taarifa ya katazo kwa makampuni ya kubashiri kutoiweka mechi hiyo kwenye orodha bila idhini, huku ikitangaza kuwa inatafuta kampuni moja kwa ajili ya kuipa haki za kipekee za ubashiri, yani exclusive betting rights, na kuwakumbusha wadau wote wa michezo hiyo ya kubashiri nchini kuwa haki zote za ligi kuu ya NBC ni mali ya shirikisho la mpira Tanzania TFF na washirika wake, na kusisitiza kuwa kampuni yoyote itakayobashiri mechi hiyo na nyingine ambazo ni mali ya TFF itachukuliwa hatua kali za kisheria, na kuwataka pia kujitokeza ili kuomba haki hiyo ya kuweka mechi ya dabi ya Kariakoo kati ya Young African Sports Club dhidi ya Simba Sports Club katika mchezo wa Machi 1 mwaka 2026 ili kupata haki hiyo kuiweka katika orodha ya michezo ya kubashiri katika kampuni zao kabla ya kufika tarehe rasmi ya mchezo huo Machi 1 mwaka 2026. Lakini wengi wao hawakufanya hivyo na kuiweka mechi hiyo katika orodha ya kampuni zao katika siku ya mchezo wa ligi kuu NBC Tanzania bara, Yanga SC dhidi ya Simba SC. Bwana, ndo taarifa ambayo imetolewa na TFF, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, ikizitaka kampuni zote ambazo ziliweka mechi ya dabi ya Kariakoo ya Young African Sports Club na Simba Sports Club kwenda kujieleza ni kwa sababu gani wasichukuliwe hatua kali za kisheria. Endelea kufuatilia Manyuzi TV kwa kupata dondoo mbalimbali zikiwemo za kimichezo, burudani, teki pamoja na kufahamu masuala ya kijamii. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tukutane tena hapo baadaye.